Fikiria mji mkubwa kuliko yote uliowahi kuiona. Mji wenye majumba ya dhahabu, mahekalu makubwa, bandari zilizojaa meli na ustaarabu uliokuwa mbele ya wakati wake. Lakini siku moja, mji huo ulitoweka. Si kwa vita, si kwa uvamizi, bali kulingana na simulizi la kale, ulimezwa na bahari. Jina lake lilikuwa Atlantis. Hadithi ya Atlantis inatoka hasa katika maandishi ya mwanafalsafa maarufu wa Ugiriki ya kale, Plato, yaliyoandikwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Plato alisimulia kuhusu kisiwa kikubwa kilichokuwa na ustaarabu wenye nguvu sana. Watu wa Atlantis walikuwa matajiri, wenye teknolojia na nguvu za kijeshi. Walijenga miji mikubwa, mifereji ya maji, mahekalu na majumba ya kuvutia. Lakini utajiri na nguvu vilianza kuwabadilisha. Walikuwa na tamaa zaidi. Walitaka nguvu zaidi. Na kulingana na simulizi hilo, walipoanza kupoteza maadili yao, hatima yao ikaanza kubadilika. Kwa karne nyingi, watu wamejaribu kutafuta Atlantis. Wengine wamependekeza kwamba huenda ilikuwa karibu na bahari Atlantic. Wengine wamehusisha na maeneo ya Mediterania. Na baadhi ya watafiti wamependekeza kwamba simulizi hilo huenda lilitokana na majanga halisi ya kale. Moja ya maeneo yanayotajwa mara nyingi ni kisiwa cha Thera, ambacho leo kinajulikana kama Santorini. Maelfu ya miaka iliyopita, mlipuko mkubwa wa volkano ulitokea katika eneo hilo. Mlipuko huo uliharibu makazi na kusababisha mabadiliko makubwa katika mazingira ya eneo hilo. Je, tukio hilo ndilo lililozaa hadithi ya Atlantis? Hatujui. Na hilo ndilo linalofanya siri hii kuvutia zaidi. Bahari imeficha siri nyingi kuliko tunavyoweza kufikiria, na pengine chini ya mawimbi hayo kuna historia ambayo bado haijasimuliwa. Hii ilikuwa hadithi ya Atlantis, mji ambao, kulingana na simulizi la kale, ulijengwa kwa utajiri, ukatawala kwa nguvu, na mwishowe ukapotea milele. Lakini swali linabaki, je, Atlantis ilikuwa hadithi au ustaarabu uliopotea kweli? Kumbuka, hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba Atlantis ilikuwa mji halisi uliopotea chini ya bahari. Wataalamu wengi wanaona Atlantis kama simulizi la kifalsafa lililotumiwa na Plato kufikisha ujumbe kuhusu nguvu, tamaa na kuanguka kwa jamii. Lakini bado, swali linaendelea kuishi. Ikiwa Atlantis ilikuwa hadithi tu, kwa nini simulizi lake limeendelea kuvutia dunia kwa maelfu ya miaka? Na ikiwa kulikuwa na ustaarabu halisi nyuma ya hadithi hiyo, uko wapi leo? Labda chini ya mawimbi? Labda imefichwa mahali ambapo bado hatujatafuta? Au labda Atlantis haikuwahi